alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana Yesu asifiwe. Waganga tai, Wanaafrika tai na wanafunzi tai kokote mliko ulimwenguni. Naam, ndugu zangu, leo nimekuja na klipu hii ndogo, lakini klipu yangu ya leo itakwenda kuzungumzia swala zima la uadui wa kimwili. Klipu yangu ya leo inaenda kuzungumzia swala zima la uadui wa kimwili. Napenda kwanza niwakumbushe Wanaafrika wote na wanafunzi wote kokote mliko ulimwenguni ya kwamba binadamu unapozaliwa kwenye tumbo la mama yako, uadui unaoukuta katika ulimwengu wa dunia ni uadui wa pande mbili kuu. Uadui wa kiroho na uadui wa kimwili ndio utakaokutana nao. Sasa leo sitaki kuzungumzia uadui wa kiroho, nazungumzia uadui wa kimwili kwa leo. Na kitu ambacho kimenisukuma kuweza kuzungumzia uadui wa kimwili ni kwa sababu ya changamoto ambazo tumekuwa tukikutana nazo watu mbalimbali kwenye maisha ambayo tunayaishi. Na ikumbukwe kila mwanadamu ana uadui wa kiroho na uadui wa kimwili. Kila mwanadamu. Mpaka mimi hapa nina uadui wa kiroho na uadui wa kimwili vile vile ambao unanimurika. Sasa leo nimesema kwamba nitazungumza kuhusiana na swala zima la uadui wa kimwili. Maana ya kuleta topiki hii ndugu zangu leo, ikumbukwe mimi huwa nina kawaida moja, na nataka niweke wazi hapa watu mjue leo. Huwa nina kawaida moja. Huwa ninapokuwa nikipatwa na jambo lolote, ima mimi mwenyewe binafsi, ima katika familia, ima katika kazi, basi wajibu wangu huwa ni kuweza kutoa taarifa na tahadhari. Huwa ni kuweza kutoa taarifa na tahadhari. Mfano, inaweza ikatokea labda nimeibiwa nyumbani kwangu, kwa mfano, au nimeibiwa shambani kwangu, kwa mfano, au labda tukio lolote baya limefanyika kwenye himaya zangu, kwa mfano. Mara nyingi huwa nasimama na kuweza kutangaza kwamba jamani, kuna 1, 2, 3 limetokea kwenye mji wangu. Kuna 1, 2, 3 limetokea shambani kwangu. Kuna 1, 2, 3 labda pengine limetokea mzimuni. Natangaza ili mradi tu kwa yoyote aliyeweza kuhusika kwenye jambo hilo aweze kujisalimisha mapema. Ndo kawaida yangu huwa ilivyo. Kwa jambo lolote ambalo linakuwa liko kwenye attention ya kuweza kuniataki, au tayari linakuwa liko tayari limeshafanyiwa kazi. Mfano, nimezungumzia mfano, nikatoa mfano kwamba labda nimeibiwa nyumbani kwangu, kwa mfano. Mara nyingi huwa sikurupuki kuweza kufanya maamuzi, ila huwa natangaza kwa busara na utaratibu. Natangaza, natoa siku, kama itakuwa ni siku 7. Nikishazitoa zile siku 7, halijatekelezeka lolote la kurejesha ile mali, basi huwa nasimama na Mungu katika upande wa kuweza kumuomba Mungu atende maajabu. Na Mungu anatenda kweli. Tawapa mfano mmoja mzuri. Mwaka juzi kwenye maazimisho ya miaka 2 ya mzimu wa Afrika pale, tulikusanyika madaktari wa Afrika Mashariki pale, lakini pia wageni wetu waalikwa. Tulifanya shughuli yetu vizuri. Matokeo yake asubuhi, katika njia panda ya mzimuni pale, kulikuwa na sanamu linaloelekeza mahali ambako mzimu uliko. Lile sanamu asubuhi tumeamka tukakuta limevunjwa na wanakijiji. Tukasema sawa, hakuna shida. Tulitangaza vijiji vyote viwili, vijiji vyote 4 vinavyozunguka ule mzimu. Tulitangaza. Tukatoa siku 7 kwa yoyote aliyehusika na uvunjifu wa sanamu hilo ajitokeze hadharani. Hakuweza kufanya hivyo mpaka siku 7 ziliisha. Tuliungana madaktari ambao tuliokutana pale, tukamuomba Mungu kwa dhati ya moyo wetu, na Mwenyezi Mungu alijibu kwa wakati. Sasa
Mara nyingi sana huwa ni muumini mzuri pindi linapokuwa limetokea jambo lolote, huwa napenda kutoa tahadhari na taarifa mapema, ili kusudi mwenye kuhusika akae na kujua kabisa kwamba natakiwa kufanya nini. Yeye atachagua, na wala huwa sipendi kumtisha mtu. Na haya leo nazungumza si kana kwamba namtisha mtu. Simtishi mtu, isipokuwa natoa taarifa. Wewe sasa una utashi kufuatisha au kudharau, hiyo ni juu yako, na wala sikulazimishi. Narudia tena, simtishi mtu, isipokuwa natoa tahadhari. Maana yangu iko hivi. Kama mnakumbuka nyuma nilikuwa nikiipenda kuzungumza mambo nasema kwamba kuna uadui, kuna grupu limetengenezwa kwa ajili ya kumwataki Dr. Riziki. Nilishawahi kuzungumza kwenye klipu kama 2-3 hivi ili swala. Sasa leo narudia tena kwa mara nyingine. Huu ni uadui wa kimwili ambao ninao. Na hawa watu wapo ambao kazi yao kubwa ni kumfuatilia Dr. Riziki. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanamuangamiza Dr. Riziki kwa namna yoyote. Watu hao wapo. Sasa hii ni klipu kwa ajili ya watu hao. Njama zenu zote, njia zenu zote ninazo. Taarifa zenu zote ninazo. Mmeingia mashariki, mmeshindwa. Mkaenda magharibi, mmeshindwa. Kaskazini, mmeshindwa. Kusini pia vile vile mmeshindwa. Sasa hivi mnakuja na ajenda ya kutaka kuweza kunitengenezea dhana ya udhalilishaji. Taarifa yenu ninayo. Mna taarifa ya kutaka kutengeneza dhana ya udhalilishaji wa ngono. Nataka niwaambie kitu kimoja, taarifa hizo ninazo tayari, na nina taarifa, yani nilishawahi kuzungumza kwamba ulipo nipo. Yani unaweza ukajikuta mmekaa genge mnapanga information za kuweza kumwataki Dr. Riziki, alafu mimi nikawa niko pembeni yenu. Hamnioni, tunapanga ajenda pamoja. Sasa hizi taarifa nataka ziwafikie, na najua zitawafikia tu. Mko kwenye mpango mkakati wa zengwe la udhalilishaji kwa njia ya kimitandao. Sasa mmedunda na hilo. Nataka niwahakikishie kwamba mmefeli mpaka hapo, kwa sababu tayari taarifa zote, details zote ninazo, ya kwamba mmenunua mtu huyo au ni wa karibu na Dr. Riziki, ambapo mtu huyo amekuwa karibu sana na mimi katika kuhakikisha kwamba ananiweka kwenye 18, kunipeleka sehemu ambayo anajua yeye, kwa lengo la hongo za ngono. Ategeshe kamera ichukue tukio la ngono la Dr. Riziki ili lirushwe kwenye mitandao ya kijamii. Lengo na madhumuni ni kumvua nguo Dr. Riziki na kuamwanika hadharani, kuona kwamba si lolote si chochote katika shughuli anazozifanya. Huyu ni mbakaji. Astaghfirullah. Mmefeli. Siko kwenye ajenda hiyo kabisa. Nataka niwahakikishie siko kwenye misingi hiyo ya ngono. Yaani katika kitu ambacho mmechemsha ni hapo. Mimi sio daktari muhuni, sio daktari malaya kama mnavyofikiria. Nilitegemea labda pengine mngeangalia udhaifu wangu uko wapi, halafu ndo mkaenda kutengeneza bomu kupitia udhaifu wangu uliko. Lakini mimi sio malaya, siko kwenye kashfa za ngono hata siku moja. Nataka leo niwaambie muelewe hili. Nilitegemea hii ajenda yenu ambayo mmeijenga leo, mngeenda kumtafuta daktari ambao ana sifa hizo. Mimi naishi kwa maagano katika taratibu zangu za kazi. Nataka niwaambie ukweli leo. Naishi na maagano katika shughuli zangu hizi za tiba, katika huduma zangu hizi ninazozitoa. Niko kwa maagano, misingi ya maagano. Na ndo maana hata ofisini kwetu ukifika utakutana na bango kwamba ukianza matibabu hutakiwi kuweza kushare jambo lolote la ngono nje ya ndoa yako. Uwe umeolewa, uwe umeoa. Unapoanza matibabu kwenye ofisi yetu, hutakiwi kuweza kukutana na mtu ambaye hujamuoa au kuolewa naye kwenye tendo la ndoa
mpaka utakapomaliza matibabu. Sheria hiyo ipo. Sasa msifikiri Dr. Riziki ni sehemu ya madaktari wanaopenda ngono. Mwiko mkubwa sana. Nafanya kazi kwa maadili ya maagano ya mizimu na majini. Kwa hiyo mkae na kujua kabisa target yenu ninayo na imefeli. Na nitawapa msaada wa njia gani ambayo mtaipita ili kunifanikisha, lakini sio kwa njia hiyo. Mimi leo nakwambia ukweli, nitawapa njia ya kunifanikisha kwenye hitaji lenu, lakini sio hiyo. Hiyo mmefeli tayari. Na kamwe hamuwezi kunipata kwa njia hiyo. Nawaambia ukweli. Yaani hilo nawaweka wazi kabisa. Mtu huyo ni kweli amekuwa nina ukaribu na mimi sana, akiahidi appointment za kukutana nje na ofisi, na nimekuwa nikimkwepa mara kwa mara. Simtaji jina, anajifahamu vizuri sana. Na ni tume ya grupu hilo kwa lengo la udhalilishaji wa ngono, kwa lengo la kuweza kumchafua Dr. Riziki. Never, sichafuki. Zungulukeni mashariki, magharibi, kaskazini, mwiko mkubwa, sichafuki. Tumieni njia yoyote, na nataka niwahakikishie katika hili. Huwa nadili na watu wenye tabia za uadui wa kiroho. Sasa mtageuka na upande wenu. Mkiendelea kunifuatilia, kitakachowakuta nitasema na Mungu. Na Mungu atanijibia. I swear, Mwenyezi Mungu atanijibia kwenye hili. Na waweka wazi, mbinu zote zenu zote ziko kwenye kiganja. Kila taarifa inayopangwa naipata. Kila taarifa nayoipata iko hapa. Mtaangukia pua, mtaumia. Hilo na waweka wazi. Mmetumia njia nyingi sana. Kuna mwingine anaweza akafika ofisini na zawadi hata ya matunda kwa kuonesha nia njema. Dr. Riziki, nimekuletea matunda haya hapa. Nimeshawahi kubaini kuna baadhi ya matunda yalishawahi kudungwa sumu ili mradi tu mimi niweze kupoteza uhai. Lakini ikumbukwe, nataka niwaambie, kila kitu, hata kama umeniletea zawadi ya shati, mara nyingi huwa taarifa nazipata kwamba shati hilo si salama na shati hilo hutakiwi kulivaa. Kwa hiyo hata kama utakuja na parcel ya matunda, fruits, umeniletea zawadi, huwa zawadi hiyo siweki kwenye tumbo langu kabla sijaihakiki. Kuna mtu alishawahi kuleta zawadi, kumbe ni matunda ambayo kayadunga sumu, na katumwa na hilo kundi ambalo linataka kuweza kumwataki Dr. Riziki na kumwanika kwenye mitandao ya kijamii kwamba huduma anayoitoa si lolote, huduma anayoitoa hana lolote, ni ngono tu ndio alizoziendekeza. Kwa hiyo nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi huwa sijaribiwi. Huaga sijaribiwi. Yaani wewe kama unatoka toka mazima kwangu, lakini ukisema unijaribie umedunda, njoo moja kwa moja. Na nataka niwahakikishie kwenye hili mtaumbuka. Mmoja baada ya mwingine mtaumbuka. Na saa hizi nitaigeuza vita upande wenu. Yoyote atakaye kaa mbele yangu simwachi salama. Tutatafunana tu kwa njia hiyo hiyo mnayoitaka nyinyi. Sasa endeleeni, tumeni watu, na huyo mliyemtuma salamu najua atazipata, na anapambana sana kuhakikisha ananiweka kwenye 18, lakini hatoweza kunipata. Lakini pia nataka niwakumbushe kitu kimoja. Mimi sio muhuni, narudia tena hapo. Sio muhuni. Nina wake zangu 3 ambao wanajulikana. Kwa mujibu wa sheria, nina ndoa nao. Wake zangu 3. Nina nafasi nyingine ya kuongeza mke mwingine na mwingine, ninayo. Lakini kwa sasa wake niliokuwa nao 3 wananitosha. Na wala sina tamaa ya ngono kiasi hicho. Mrefu ninaye, mweusi ninaye, mfupi ninaye. Wote ninao. Kinachonihangaisha nje ni nini? Siko hivyo. Na kama nikihitaji kuongeza, nitaongeza kwa utashi wangu, nitaongeza kwa maono nitakayoelezwa na falme zangu ninazozitegemea. Lakini sio kwa staili hiyo ya kununuliwa mtu eti anakuja kuwa karibu na mimi kwa lengo la kuweza kuninunua kingono ili zitoke picha ziende zikaanikwe kule kuona Dr. Riziki si lolote si chochote,
ni mlalaji tu na wanawake katika ofisi. Never. Siko hivyo. Mimi nafanya kazi kwa maadili. Nafanya kazi kwa maadili. Nafanya kazi kwa maagano. Hilo nataka niwaweke wazi kabisa, mfahamu hivyo. Nafanya kazi kwa mujibu wa taratibu za kisheria, nafanya kazi kwa maagano, siko kwa rushwa hizo. Yaani kwa njia hiyo mlioitumia mmenikosa. Tumieni njia nyingine lakini sio hiyo. Tumieni njia nyingine lakini si hiyo. Mkikosa kuweza kutumia njia nyingine ya kuweza kunifanikisha, basi nielezeni niwaelekeze njia sahihi ya kunifanikisha. Lakini sio njia hiyo ambayo mnayotumia nyinyi. Nataka niwaweke wazi leo. Sio njia hiyo mnayoitumia nyinyi. Naomba niwaweke wazi katika hilo mlijue. Yaani unapokuwa na genge lako la wahuni, unapokuwa na genge lako la mjadala kuhusiana na Dr. Riziki, nipo hapo. Yaani elewa nipo hapo. Na kama huamini, endelea. Na kila siku nitakuja na klipu, leo mlizungumza hivi, mkazungumza hivi, njama yenu ni hii. Mtajiuliza napata wapi data? Mtajiuliza maswali mengi sana kwamba kwa nini huyu mtu yuko hivi. Tena kwa taarifa ambazo ninazo, kwa taarifa ambazo zipo, unaambiwa kwamba huyo binti aliyenunuliwa anashawishiwa, anaambiwa ukifaulu hili itakuwa ni safari yako mpya ya mafanikio. Yaani huyo binti huyo aliyenunuliwa kwa lengo la kuweza kutaka kumsogeza karibu Dr. Riziki, kuweza kufanikisha zile picha za ngono, anaambiwa hivi kwamba ukimfanikisha, hiyo ni safari yako mpya ya maisha. Yaani hata kama Dr. Riziki yuko Tanzania, kodi yako ya nyumba imeisha Kenya, atapanda ndege aje akulipie. Yaani ukishamwambia tu bwana, si utaki kuja na posti picha zako hizi, na posti, atakuja haraka sana, atakulipia. Angalia anavyodanganywa. Yaani anapiga simu, kodi imeisha, niko Tanzania, napanda ndege na kuja hapa Kenya, nimlipie kodi ya nyumba kwa sababu nahofia ataposti zile picha za ngono. Aise, siko hivyo mimi. Siko hivyo. Na nataka ujue kabisa, siko hivyo. Mimi ni mtu ambaye najitambua na wala huko sipo kabisa. Yaani tafuteni kashfa nyingine lakini sio huko. Never. Nawaambia ukweli. Asanteni sana kwa leo. Naamini ujumbe huu utawakuta na utawapata. Sipo huko. Ila tambueni kwamba mlipo, nipo kwenye njama zenu zote. Ulipo, nipo. Asanteni kwa leo.